mbinguni haupo kwenye ufalme wa mbinguni. Kwa nini? Hauendi sawa sawa na kanuni ambayo Mungu anayo. Kwa kama hauendi sawa na hiyo kanuni, wewe unapotea mwenyewe na nafsi yako utaipoteza mwenyewe, kwa sababu mbinguni pale walinyang'ana wao kwenda mbinguni kwa lazima. Kuna namna ambavyo wao wana kanuni yao ya kwenda mbinguni. Ndio maana Yesu akazungumza akasema, tangu enzi za Yohana Mbatizaji mpaka wakati ambao Yesu alikuwa anazungumza akasema, ufalme wa mbinguni unatekwa na wenye nguvu ndio wanafanyaje? Wanaoteka. Ukienda kwenye tafsiri ya Biblia ya Kiingereza inazungumza kwa habari ya wale watu wamevamia, maana yake wamefanya uvamizi. Kwa sababu ufalme wa mbinguni wewe ukaiteka wewe, ukasema unauteka kwa sababu una nguvu. Maana yake wao walikuwa wanatumia ile kanuni yao kwamba wao wataenda mbinguni kama wanavyojua wao. Lakini wakati huo Yesu akazungumza kuanzia Yohana alipoonekana mpaka wakati huo ambao Yesu alikuwa anazungumza, akasema ufalme wa mbinguni unapatikana kwa nini? Kwa nguvu. Maana yake watu walikuwa wanang'ang'ania kwa namna tofauti. Kila mtu anang'ang'ania kwa namna yake anavyojua kwamba naenda mbinguni hivi. Kanuni za mbinguni wanazikataa, wanalazimisha namna kuiteka kwamba tunaingia mbinguni hivi. Kwa wanamkataa Yesu Kristo, wanamtupa nje, wanasema asulubishwe, wanasema tumpige mawe, hatumtaki huyu, mfungue Baraba. Wanakataa wakifikiri kabisa kwamba wako sawa mbele za Mungu. Na wakati huo wanapomuua, Biblia inasema ile siku ambayo Yesu ampeleka msalabani, wanaharakisha habari ya watu kufa pale msalabani, wakasema mkawavunja kwanza miguu ili wafe haraka kwa sababu ya Sabato. Maana Sabato ilikuwa inakuja mbele yao. Kwa sababu Sabato ilikuwa inakuja mbele yao, basi wakasema wakavunjwa. Bahati nzuri sana, kwa sababu kulikuwa na unabii imezungumza tena kwa habari ya Yesu kwamba hatavunjwa kwa nini? Mfupa wake. Kwa walipomkuta saa hiyo, saa ya kuvunja mifupa, waliwavunja wale wawili, lakini mifupa Yesu hawakuvunja. Kwa nini? Kwa sababu kwanza kuna unabii. Lakini kwa namna ya kawaida wakati huo walikuta ameshafanya nini? Amekusha kufa. Kwa wao wakamwacha kutomvunja, maana amekusha kufa. Kumbe hawajui kwamba maandiko ndio yanakuwa yatimie. Hakuna mfupa wake hata mmoja utakao vunjwa. Kwa sasa kumbuka, huyu mtu Yesu kwa kawaida tu, mateso ambayo alipita kwa kawaida kabisa, mateso ambayo alipita, misukosuko, kupigwa, kufanyweje na kutandikwa na kusukumwa na kubebeshwa msalaba, kwa namna ya kawaida mfupa singevunjika hata kidogo. Wewe leo hapo ukikamatwa hapo ukipiga mateke mawili matatu na shangaa mfupa umevunjika. Yeye pala alipita mateso mengi. Alikamatwa Alhamisi. Kwa mahesabu yale ilikuwa ni Alhamisi, walienda kumuua Ijumaa. Maana walimkamata Alhamisi, mateso alipita usiku nzima. Usiku nzima anateswa tu. Walipoenda kumkamata usiku ule wa kuamkia Ijumaa, walimkamatia Alhamisi, wakamtesa usiku huo. Asubuhi anaamka wakiwa kwenye msafara kuelekea kule kwa liwali ambaye alikuwepo kipindi hicho. Biblia inasema mchana wote alikuwa anazunguka huku na huku, mara kwa Pilato, mara kwa Herode. Kwa wanampeleka huko, anamrudisha huko, anamtesa mchana wote wa Ijumaa. Kwa sasa inapofika mpaka saa 9 ile ambayo amepelekwa pale msalabani, kwa kweli kwa namna ya kawaida mfupa imeshavunjika. Haleluya. Lakini yale yote yalilindwa ili unabii utimie. Kwa wanampiga kwa namna yote mpaka pale msalabani, wakasema tukavunja mifupa, lakini bado pale walizuiliwa wasiweze kuvunja mfupa ili unabii utimie, maana Mungu alitangaza mwisho tangu mwanzo. Kwa alishasemaga hivyo na itakuwa. Kwa sasa wewe ambaye ulikuwa unajua ule unabii, ukiona huyo ambaye havunjwa mfupa, uweze kusoma ule unabii uliosema hakuna mfupa wake utakaovunjwa, basi uweze kuamini huyo ndiye. Lakini usipofahamu ule unabii, utaendelea kumkataa kwamba huyu ndiye. Kwa nini? Haujui lugha ya mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kwa Mungu anaposema jambo, kabla ya kutenda anaanza unabii. Unabii ndio unayetoa picha ya namna gani ambavyo wewe mwanadamu utaweza kuokolewa. Leo wewe unajua kabisa kwamba utaingia mbinguni. Kwa nini unajua? Umeambiwa mwanzo. Amen. Hausubiri kwamba kuna jambo labda baadaye utakuja kuambiwa. Ulishaambiwa kuna mbinguni. Mbinguni hakuna aliyeenda mbinguni akarudi hapa. Lakini wote leo mnasubiri kuingia mbinguni. Kwa nini mnasubiri? Mlekushaambiwa habari ya mbinguni. Amen. Ambazo wanazitumia ni unabii. Unabii ni kanuni namba 1. Kwa wale ambao wanaandika kabisa hizo kanuni, utaandika ni kanuni namba 1 ya utendaji wa Mungu. Unabii ni kanuni namba 1 katika utendaji katika ufalme wa mbinguni.
Unabii nitakwambia kwa nini unabii. Lakini kwanza fahamu, unabii ndio kanuni ambayo Mungu anaitumia. Ni moja ya kanuni ambazo Mungu anazitumia kwa ajili ya kutenda kazi yake. Unabii katika Biblia ni kwamba Mungu anakuambia mambo yajayo. Mungu anakuambia mambo yatakayotokea. Mungu anakuambia kabla. Lakini kwa nini kabla? Lazima tuangalie. Kabla ili utakapoona baadaye upate kujua uliwahi ambiwa. Kwa nini? Kwa sababu Mungu wetu anatamani kila mtu apate kujua. Sasa ili uweze kujua anakuambia kabla, ili itakapotokea uweze kusadiki. Sema amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Maana kabla Mungu anakuambia ili akusaidie, baadaye ikitokea upate kusadiki. Maana usipoambiwa kabla, ikitokea ni ngumu kusadiki. Kwa nini? Kwa sababu hujawahi ambiwa. Ila utakapoambiwa, utakapojulishwa, utakapohubiriwa mwanzoni, basi mwishoni utapata kuelewa na kujua kwamba haya ndiyo ambayo Mungu alituahidi. Na tukumbuke, ni heri mwisho wa jambo kuliko mwanzo wake. Kwa nini heri mwisho? Maanake mwisho ndio anatekeleza alichokuambia. Mwanzo amekuambia ili upate kusubiri mwisho wa hilo jambo. Maanake mwisho ukikosea, umekosea mwanzo na mwisho. Sema amen. Lakini utakapoelewa mwisho, ukaifahamu mwisho, maanake umeelewa mwanzo na mwisho. Ila ukikosea mwisho, umekosea mwisho na mwanzo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Biblia inakuambia ni heri nini? Heri mwisho wa jambo kuliko mwanzo wake. Kwa nini heri? Maanake heri mwisho, kwa sababu mwisho ndio kuna thawabu. Mwisho ndio kuna wokovu. Maanake Mungu anakujulisha mwanzo ili upate wokovu mwishoni. Kumbuka pia atakayevumilia mpaka mwisho ndiye atakaye okoka. Maanake mwisho amekuwekea wokovu, lakini kabla ya wokovu anakujulisha njia ya kupata wokovu. Kwa wewe ukijua hiyo njia, basi utasubiri mpaka upate wokovu. Kwa nini? Amekujulisha njia mwanzoni. Usipojua njia mwanzoni, huwezi pia ukapata kufika mahali ambapo Mungu alitaka ufike. Kwa nini? Kwa sababu njia ulikosea. Ukikosea njia kwenda mahali, basi hautafika mahali unakoenda. Kwa nini? Kwa sababu umekosea njia. Basi Mungu anakuanzisha njia mwanzoni ili akujulisha kwamba ili uweze kupata wokovu mwishoni, basi njia yake ni hii. Maana anakupa unabii kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amina. Anatangaza mwisho tangu wapi? Tangu mwanzo. Tunakumbuka ya maandiko, si ndio? Kwa nazungumza na watu ambao tunapitia Biblia, kwa tunaelewa kwamba Mungu katika Biblia anasema natangaza mwisho tangu mwanzo. Kwa hiyo ukiona Mungu akiongelea mwanzo, ujue anaongelea jambo la nini? La mwisho. Kwa anatangaza mwisho tangu mwanzo. Kwa wakati unaona anazungumza leo, ukafikiria anaongelea mambo ya leo, kumbe anaongelea mambo ya mwisho. Kwa usipofahamu lugha ya Biblia, basi wewe utabaki pale pale ukifikiri Mungu amezungumzia leo, kumbe Mungu mwenyewe anatangaza mwisho tangu mwanzo. Kwa wakati unaona akizungumza unabii, anazungumzia mambo yajayo. Kwa unaona anazungumza mwanzo, lakini wakati huo mwanzo huo unazungumza mambo yajayo. Sasa katika Biblia Mungu anatuambia kabla hayajatokea yale yajayo, ili yatakapotokea tupate kusadiki. Usipojua unabii huo, hata ikitokea huwezi kusadiki. Bwana Yesu asifiwe.